Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuahidi hapo awali, ni kwamba nitarejea na mjadala ndani ya nyumba kuhusiana na siasa za maendeleo siku chache tu baada ya kile ambacho tuliweza kuona kutoka eneo la Ol-Kalou, ambapo ilikuwa ni uchaguzi mdogo. Na hivyo basi nataka tupige msasa kuhusiana na siasa za taifa la Kenya, iwapo labda tumehama kutoka siasa za maendeleo tukaelekea kwenye siasa za mgawanyiko, ama tumetoka kwenye siasa za migawanyiko tukaelekea kwenye siasa za maendeleo. Ndani ya nyumba ninaye Grace Bahati ambaye anajulikana pia kama Zora ukipenda, ambaye ni mwakilishi wadi ya Cheleni katika kaunti ya Machakos. Pia tunaye Daniel Otieno Odongo ambaye kumbuka kwamba ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, pia ni mwaniaji wa ubunge katika eneo la Mumias West. Hivyo basi nitawashirikisha hawa wawili waweze kunipa mawili matatu kuhusiana na kauli zao ambazo zinafungamana na mada yetu ya siku ya leo. Karibu sana mheshimiwa kwa kufika hapa, na nashukuru sana kwa kuweza kutenga muda wako. Karibu sana our pilot. Nitaanza na wewe mheshimiwa, unieleze kufikia sasa wakati ambapo tunajadili masuala ya maendeleo ama siasa za maendeleo. Na nikauliza pale hapo awali, iwapo kama taifa tumehamia kutoka maendeleo tukaelekea mgawanyiko, ama tumetoka migawanyiko, siasa za migawanyiko tukielekea siasa za maendeleo. Kwa mtazamo wako labda. Kwa kweli Chichi, siasa zetu za Wakenya kwa miaka mingi imekuwa siasa za mara nyingi tunaweza siasa za ukabila ama siasa za mgawanyiko. Lakini kwa sasa hivi tunao watu ambao wamefikia mahali wamesema kwa kweli lazima tuweze kuwa na siasa za maendeleo. Na ndipo utaona hata wakati kumekuwa na by elections, utaona serikali inajaribu sana kusisitiza kufanya maendeleo, maanake wanaulizwa kwa hizi miaka zote tumekuwa tukipiga kura lakini hatuoni maendeleo. Kwa hivyo unapata hata ambao waliochaguliwa inabidi wajikakamue kwa zaidi sana kuweza kuleta yale maendeleo. Lakini pia usisahau pia Wakenya si wapumbavu. Wanaona kwa kweli umeanza kufanya maendeleo, manake unataka kura zetu. Hata utaangalia kule kwenye county, utaanza kuona kama mara nyingi sasa magavana wanaenda kule county, kule mashinani kuanza ku launch projects, kuweza kuonyeshana ya kwamba wamekuwa wakifanya kazi, kujaribu kusisitiza kazi ambazo zilikuwa zimeisha zitaweza kumaliziwa mwaka ujao. Lakini ukisikiza sana sana pale wenye nchi wanasema mumeanza kuja mwaka huu, manake mwaka unaokuja au mwaka tunaoelekea unahitaji kuchaguliwa. Kwa hivyo naweza sema tuko mali katikati. Mali kuna Wakenya pia usisahau nisema Wakenya mara nyingi tutakuwa huyu ni mtu wetu. Kwa hivyo tutaweza kumlinda, tutaweza kumpigia kura, lakini ingawa hiyo bado ipo, ilhali hiyo ipo, kuna yeye kwa kweli ni mtu wetu, tuonyeshe maendeleo yako wapi. Na tunaweza sema ni njia nzuri sana na mwafaka wa Kenya mali tunafikia kusema ni sawa unaweza kuwa mtu wetu, lakini tuonyeshe maendeleo yako wapi. Ndio inatubidi hata sisi wenye siasa kwanza kujua kazi yangu kama niliochaguliwa kama mwakilishi wodi, ama ni mbunge, ama ni seneta, ama ni women rep, ama ni gavana, ama ni rais, lazima wote waanze kuonyesha kazi yao ambao wamepewa na katiba ni ipi ambao wamefanyia waliompigia kura. Kwa hivyo ni jambo nzuri sana kwa Wakenya kuanza kusisitiza maendeleo bila kusisitiza maendeleo bila sisi wapiga tuliochaguliwa na siasa kusema nipigie kura niwaletee maendeleo, lakini maendeleo hayaji. Kwa hivyo tuko kwa njia nzuri kama Wakenya, na natumai mwaka ujao hapo ndio sasa sisi kama Wakenya wapiga kura tutakuwa tukitazama sana maendeleo. Kabla niende kwa mheshimiwa mtarajiwa, kidogo tu nitakuuliza swali. Kulingana na kile ambacho kiliendelea Ol-Kalou, unahisi kana kwamba Wakenya wamepata hekima zaidi? Mheshimiwa, niko kwako bado. Wakenya wamepata hekima zaidi ya kuweza kujua wakati wao wa kupata maendeleo na wakati labda wa kununuliwa na maendeleo labda? Naweza sema bado sisi wote, si Wakenya wote. Sisi pia kama sisi wapiga kura bado kunao wakati mwingi unapata hatujui nafasi ambazo kwa wanasiasa tu wanapigia kura kwa tunasema the 6 ballots. Bado Wakenya wengi hawajui kazi za walio wachagua ni hivi. Maana utapata tunachanganyisha kazi. Hawajui kazi ya seneta, hawajui kazi ya mbunge, hawajui kazi ya gavana, hawajui kazi ya MCA. Kwa hivyo unapata kuna shida iliyo pale, na mara nyingi kama sisi wanasiasa tukishajua kwamba mpiga kura haujui kazi ya ambayo uliyempigia ni ipi, unapata hapo ndo wapiga kura wanasema wanasiasa ni waongo, wanatudanganya. Lakini si ati udanganyo, ni manake wewe mwenyewe mpiga kura haujui kazi
ambayo uliompigia kura kazi yake ni gani ambayo amepewa na katiba. Kwa hivyo ikifikia hapo sasa unapata wanasiasa wengi wanakuja kuwa na changamoto pale, wana take advantage kwa wapiga kura. Maana wamejua haujui, kwa hivyo nitakuja nikwambie huyu ambaye mlimchagua hajafanya kazi yake. Ilhali amefanya kazi yake, wewe ndio hujui kazi yake ni ipi. Na unapata mara nyingi wanabaki wakibadilisha wanabadilisha wanasiasa wakijaribu kuona kama kutakuwa na maendeleo, lakini hayo maendeleo hayafikii kufanyika. Maana kazi ambayo unataka afanye si kazi ambayo amepewa na kikatiba. Na pia kwa sisi wanasiasa inakuwa kwamba wenye wanataka tu kucheza siasa inakuwa ni furaha kwao kwa kuweza kujua kwamba mimi nikikosa kufanya kazi walionichagua wajui kazi yangu ni ipi. Kwa hivyo nitaendelea tu kucheza siasa hapa. Na ndio maana unaona sasa kwenye kuna by elections inakuwa like mnataka maendeleo, nitawafanyia maendeleo sasa hivi. Ndio tuone kama mwaka ujao mtanichagua, ama kama by election inafanyika mtachagua huyo ambaye koti analete maendeleo. Kwa hivyo ni jambo nzuri sasa sisi kama Wakenya wapiga kura tuweze kujua kazi ambazo ni za wale 6 ballots. Kazi yao ni ipi? Na mara nyingi naambia watu tafadhali Google, angalia hata kwenye ChatGPT. Utaweza kuona kazi ya mbunge. Hata tukiangalia wenye ambao wanatarajia kuingia kujitosa kwenye siasa mwaka ujao, utaangalia posta zao. Mtu anitisha kiti ya mbunge, lakini zile vitu ambazo anazisema ni vitu ambavyo vimeenda kwa ugatuzi, ni vitu vya county government. Kwa hivyo unashindwa, jamani, unaitisha kiti ya ugavana ama unaitisha kiti ya mbunge? Unaitisha kiti ya useneta ama unaitisha kiti ya mbunge? Unaitisha kiti ya MCA ama unaitisha kiti ya president? Manake kwenye posta zao hawajajua kazi za hizi 6 ballots. Kazi zao ni zipi kulingana na katiba. Shukran sana mheshimiwa. Nije kwako mchanganuzi wetu wa masuala ya siasa. Sijui kwa mtazamo wako unaona vipi kama taifa siasa za maendeleo na siasa za mgawanyiko tuko wapi hasa? Tukifungamanisha na kile ambacho tuliweza kuona Olkalau. Je, pia nitauliza Wakenya wamefunguka macho, wameweza kuelevuka kujua ni vipi ambavyo labda tutaweza kukubali maendeleo si kununuliwa, tunanunuliwa, ama wakati ambapo labda wanaletewa maendeleo kwa ajili ya wao kuweza kupigia mtu kura. Kwa mtazamo wangu napoangalia kulingana na zile kura zilizopigwa kule Olkalau, ni dhahiri kwamba tuko katika ile hali ya kupiga kura kikabila. Kiongozi wangu ni huyu, ni Mkikuyu ama ni Mnandi ama ni Mjaluo ama nini, itafuata jinsi kiongozi wangu alivyonieleza. Ijapokuwa tumepiga hatua jaribu kulainisha ama kulinganisha mambo yaliyokuwa yanafanyika miaka zamani na sasa hivi, kwa hakika tumepiga hatua. Ndio. Utasema tumepiga hatua. Ndio, tumepiga hatua kivipi? Kipi ambacho kilikuwa kifanyika na sasa hakifanyiki? Wakati wa zamani nilipojua mimi vizuri mambo ya siasa ni kwamba mbunge angekuja baada ya miaka 5. Ndio. Sasa hivi wamejikakamua sana. Kila mwaka wanaleta Christmas dogo kwa watu, wanajaribu kuwatembelea huko na huko kuhakikisha kwamba kwa pamoja na wananchi ambao waliwapigia kura. Ndio. Kabla niondoke kwako mchanganuzi wetu wa pilot, nieleze wakati ambapo kiongozi kama wewe unawania ubunge wa West Mumias, wakati ambapo unaandika manifesto yako, unaandika ukiangazia nini hasa? Je, ni pale ambapo watu wako labda unaangalia wanakosa kitu fulani, ama ni nini ambacho kinaongoza ama mpangilio wako wa kuweza kuandika agenda zako ama manifesto yako? Agenda yangu haswa tunakaa pamoja na wenzangu na jadiliana tujue kwamba shida iko wapi. Ninakotoka mimi kunazo shule 2 kwa mfano, St. Peter's Boys na kuna kule Muslim High School and St. Mary's, shule 3. Ukiangalia kwa kweli ni shule ambazo zinatoa wanafunzi wazuri wenye matokeo mazuri, but hawasaidiki kufika kwa malengo yao. So unanitia moyo au motisha mimi kama mwalimu nilisomea walimu katika chuo kikuu cha Kenyatta University, kujiuliza mbona hali ya elimu pande ya kwetu iko chini ukikompea na maybe Nairobi ama sehemu nyingine za Kenya. Ndio. Nitarudi kwako mheshimiwa, tueleze wa viongozi wa ngazi yako, ngazi ya wadi, mwakilishi wa wadi, wakati ambapo wanaleta maendeleo kwa ajili pia mtazamaji aweze kujua haya ndio majukumu ya yule ambaye ni mwakilishi wadi. Maendeleo haya yanafaa kuletwa kwa yule ambaye ni mwakilishi wadi. Utatuweka wazi na uweze kutuambia ama kutueleza kuhusiana na majukumu ya yule ambaye ni mwakilishi wa wadi yeyote ile katika kaunti ya taifa la Kenya?
Ya kwanza kwenye wakilishi wodi kunao tunaita nominated ambao MCAs nominated ambao wamechaguliwa na vyama wamekuwa nominated na chama, na pia kuna sasa sisi ambao tumechaguliwa na wenye nchi. Kwenye MCA kulingana katiba ilivyokuwa, MCA kazi yake moja ni kuweza kufanya oversight. Actually ukiangalia kazi ya MCA na senator ni sawa. Ni sawa kabisa. Tofauti tu ni kuwa senator anasimamia county, MCA anasimamia wodi. Na ukiweka MCA hana kiti. Jinsi tu kama vile senator hana kiti ya makenyo CDF ni hizo hatuna. MCA kile ambacho tunalipa tu ni mshahara tu peke yake kama vile tu maseneta. Ukikuja tena kwenye MCA na senator, kazi yetu ni ku-oversight, ku-represent na ku-legislate, kufanya policies pale kwenye county. Ukikuja kwenye county, tukitazama jinsi vizuri ilivyokuwa, governor ni kama tunaweza sema ni kama rais wa county. Sasa kama sisi ma MCA sasa tunakuwa ni kama wajumbe kama vile tu national government. Ni serikali ndogo, maana ndio serikali za ugatuzi, serikali ndogo. Ni ilikuwa tu copy paste kutoka kwa national government kuletwa kwenye ugatuzi. Kwa hivyo kuja kwenye sisi kama MCA, kazi yetu moja ni kuangalia ku-represent, na maanisha nini, kupeleka hoja za watu waliokutuma pale. Kitu cha kwanza. Cha pili ni kuja kufanya legislative ambao ni kupitisha sheria pale. Zile tunaita policy. Sisi hatuwezi badilisha katiba kama national government kama wabunge, lakini sisi ni kubadilisha tu policies pale zenye zinaweza govern county. Kama tuseme county wanaweza kuwa wanasema jamani, kwetu kwenye kutoa ushuru ama county zile receipts na vitu kama hivyo ziko bei ya juu sana. Mnaweza katuteremshia. Tunakuja tunaangalia kwenye mambo ya afya. Mambo ya afya, watu wanasema nini kuhusu afya yetu? Tunaweza tafuta njia mwafaka watu wetu waweze wakalipa hela kidogo tu kwenye county. Tutafute njia zingine za kununua madawa, tupunguze ile bei. Hivyo ndio vitu sama sisi kama watu wa county wakilishi wodi tunaweza fanya. La pili ni ku-oversight. Ku-oversight ni kuja kuangalia governor. Tukisha kupitishia budget. Maanake kitu moja sisi wakilishi wodi kufanya ni kuhakikisha bajeti ya county tumempatia governor. Governor akishapewa pesa kutoka kwa treasury, tunakuja tunaangalia governor, kuna pesa ambazo tulikupitishia, tuseme tulikuwa unafaa kwa kutengeneza haya mabarabara. Je, governor umefanya hiyo kazi? Kulikuwa na hizi watu kwenye county wanasema hakuna madawa. Je, hizi pesa ambazo tulikupa za kuweza kununua madawa, kuhakikisha madawa ya hospitali yana madawa, je, mbona watu wanalalamika? Governor, takataka zinachukuliwa, tumepitisha pesa za kuweza kuokota takataka. Je, takataka mbona tunaziona zimetapakaa kila mahali? Kwa hivyo ni kazi yetu kama sisi wakilishi wodi kuhakikisha governor anafanya kazi. Na hapo ndio mara nyingi mnaona kuna changamoto katika governor na ma MCAs. Manake hawataki mara nyingi magavana wengi hawataki they don't want to be called out. Hawataki kuwajibika. Hawataki kuulizwa. Manake wakiulizwa wanasema huyu MCA mbaya. Huyu MCA ndo wananipiga. Huyu MCA, lakini sisi mara nyingi wakilishi wodi hatukwangi jambo tunataka kutoka kwa gavana. Tunataka kuhakikisha wale watu ambao walitutuma zile hela ambazo maanake sisi ndio tunajua zile hela tumempa, kwa kweli ameziweza kuzifanyisha kazi. Na ndio utapata hata mara nyingi ulikuwa unaona hata magavana wanakosana na maseneta pale ambapo walikuwa wanaitwa kuweza kuwajibika, wanaulizwa hizi hela umezifanyia nini. Na nakumbuka muda mchache umepita magavana walitoka kwanza kusema maseneta ni wabaya, wamekuja wanawatuonea, wanataka hivi viti vyetu. Manake wanaona zile ambavyo vitu sisi wakilishi wodi tumejaribu kusema kwenye county zinakuja kuwa exposed at a national television, so wanataka kuyafunikia sana. Kwa hivyo sasa unapata hiyo ndio kazi yetu sasa. Senator na MCA kazi yetu ni sawa kabisa, tofauti tu ni senator anasimamia county na sisi wakilishi wodi unasimamia wodi moja ambayo uliochaguliwa. Shukran sana. Nije kwako Othieno, uweze kunieleza, maana umeweza kusema mmoja wa miradi ambapo ungepania kufanya wakati ambapo utapata ubunge wa Mumias West. Lakini wakati ambapo miradi kama hii inachanganywa zaidi na siasa, wakati mwingine zinasahau, ukifika pale unasahau. Ni vipi ambavyo utahakikisha kwamba siasa
zinaweza kusaidia miradi kama hii kuliko kuzuia miradi kama hii labda? Kwa kweli ni vitu ambavyo vinafanyika, but kulingana na msingi ambao tumewekwa ndani sisi, kama mimi mwenyewe nilishikwa mkono na Bishop Sulumeti aliyefariki. Yeye mwenyewe akanishika vizuri, akaniambia navyojua hauoni, na hata kusoma kwako kutakuwa kugumu, na ukifaulu pia ufaulu usaidie wenzako wenye haoni. Tukajaribu kujiuliza ni njia vipi mtu mwenye haoni anaweza saidia mwenzake, ama anaweza fika level gani ya kusaidia wenzake. Na kwa jamii ambao tunayotoka ni kwamba kuna viongozi wa jamii ambao decide kwamba huyu ataweza kutuwakilisha kwa hii mradi ama kwa hii njia, mwingine atuwakilisha kwa hii njia. Mbunge aliyoko saa hizi Bwana Honorable Johnson Naika amefanya kwa miaka 15. Naam. Amejaribu kulingana na uzee wake, kulingana na rika lake, amejaribu. Lakini sasa hivi vijana pia tumejitokeza tukasema lazima tutoke na tuwe viongozi wa leo na si wa kesho. Miradi kama ile ya shule, hospitali na mingine, ni kweli jinsi mwenzangu alivyosema kwamba ni kazi yao na kazi ya county level na MCA level kutusaidia katika hizo miradi. Pia ni lazima wajue kwamba wanafanya hizo miradi katika eneo la bunge letu. So lazima tushirikiane pamoja, tuwe kitu kimoja ndio tuweze kusongesha hizo miradi wapi mbele. Ndio nimekauliza swali la vipi ambavyo siasa zako zitakusaidia kuendeleza hii miradi mbele, maana tumeweza kuona siasa zikiingia sana watu usahau miradi kama hii. Vipi ambavyo siasa zako zitakusaidia labda kuendeleza miradi hii? Tuko na party structure ya Roots Party. Sisi wenyewe tunaamini kwamba kuna ile pande ya education, kuna economic empowerment. Mara kwa mara miradi zikikwama si kwa sababu ya siasa imeingia ndani mbaya, kwa sababu hamna fedha. Ni njia ipi ambayo utakapopata hizo pesa ambayo tunahitaji kufanya hizo miradi? That's why our focus so much is about hemp. Ngaji watu wengi sana tuchukulia kama sisi watu wa bangi, watu kusema kweli hata kiongozi wangu hajaikunywa bangi, hajaivuta bangi. Mwenye sijaivuta bangi. But hiyo hemp ambayo iko kwa class moja na bangi, iko na manufaa mingi hata kushinda bangi yenyewe. Ukipata mwenye avuta bangi ishika yeye, but hemp yote legalize. Shukrani sana Otieno. Mheshimiwa, nitarajia kwako kifupi uweze kunieleza swali ambalo nimeuliza Otieno, ni kwamba ni vipi ambavyo labda tutatofautisha kati ya siasa na baadhi ya miradi ya maendeleo. Kama kiongozi, ni vipi ambavyo viongozi wengine na pia wanasiasa wanaweza kutofautisha haya mawili? Mara nyingi nimekuwa nikieleza Wakenya ni kwamba kwa kimombo nitasema as politicians we are a creation of the electorate. Manake nikikuja nione ya kwamba kwa kweli hamjui kazi ambayo mlinichagulia, itakuwa rahisi sana kujificha. Na ni jambo la muhimu sana kama Wakenya wapiga kura. Maana hata pia mimi ni mpigaji wa kura. La nitakuwa napigiwa kura, kuna wenye lazima niwapigie kura. Na ni vizuri sana pia hata mimi nijue nikienda pale kwenye ile ballot. Kazi ya president niweze kuwa naielewa. Kazi ya governor lazima nikuwe naielewa. Kazi ya MP lazima nikuwe naielewa. Kazi ya senator nielewe. Kazi ya women rep nielewe na MCA nielewe. Ndio ikuwe rahisi sana kuweza kutofautisha mwanasiasa na mwanasiasa ambaye ana maendeleo. Ndio. Kama sisi wapiga kura tutaweza kujua hiyo kazi, basi itakuwa ngumu sana kuweza hata pale kwenda kwenye, utapata unakuwa ukitoa tu, unatoa mbaya unarudisha, unaweka mbaya zaidi. Unatoa ule mbaya zaidi unarudisha tena mbaya. Maana yake haujaweza kuelewa kazi ni ipi. Kwa hivyo jambo la muhimu kabisa ni sisi wa Kenya tuweze kujua kazi za wanasiasa ambao tunawachagua. Ndio ikuwe rahisi sana kuangalia hata tunapoelekea mwaka ujao. Utaangalia kwa kweli nilichagua mbunge wangu. Mbunge wangu kazi zake ni hii na hii na hii. Ameweza kuzitimiza? Na mimi mara nyingi nasema ukiona ametimiza 70%, hiyo kwa kweli ama 60% kwa kweli huyo ni mbunge unafaa kumrudisha. Manake kusema ukweli hakuna kiongozi anaweza fanya 100%. Hiyo usidanganywe na mtu. Hiyo na tutakuwa tunajidanganya hata sisi wenyewe kama wapiga kura. Uende pale uangalie kazi ya seneta. Uangalie kwa kweli huyu seneta wangu, hizi ndio kazi ambazo seneta amepewa kikatiba. Na kwa kweli seneta wangu ameweza kuyafanya. Kama aweza kufanya 60 kwa 70, jamani, huyo ni mtu ambaye unafaa kumrudisha tena. Vile vile kwenye governor, kwenye MCA, kwenye president, lazima tuweze kuzizingatia. Ndio iweze kukua rahisi hata sisi jinsi miaka zinavyoendelea tunaendelea kupiga kura, ikuwe rahisi kuweza kuona maendeleo. Manake pia wanasiasa wanajuanga kama kuna eneo ambazo tunajua ukikosa kufanya kazi
au utaweza kurudishwa. Manake ni wapiga kura ni werevu sana. Wanajua kwa kweli ambaye tulimchagua huyu hakuna kitu ambacho ameweza kifanya. Na sasa hivyo ndio kila eneo ni vizuri sana tuweze kujua huyu mtu ni mwanasiasa mzuri, kiongozi, ama ni mwanasiasa anakuja kutuchezea akili zetu. Lakini kwa sasa hivi naweza sema hata nikitazama kwenye mitandao, ukiangalia watu jinsi wanavyoongea, unaweza kasema kwa kweli kuna hatua ambayo tumeweza kuipiga kuelekea mambo ya kimaendeleo. Lakini kwa Wakenya lazima sisi wenyewe kama jambo mfano mwema ni kwamba jinsi ukienda kuajiri mfanyikazi pale nyumbani, kuajiri mfanyikazi unataka kuwa kusaidia kama ni pale kukoshea vyombo, kukupikia, lazima uko na kazi ambazo umemwambia hizi ndio kazi zako. Kwa hivyo kama hizo ndio kazi zake ameweza kufanya, tuseme kwa mfano unamwambia tafadhali wewe ni mpishi, kuna nipikia. Maana akikuja nyumbani jioni upate haja kupikia, basi uko na sababu ya kumuuliza mbona haujapika. Manake hiyo ndio duty ambayo uliompea. Utakuja kumuuliza jamani, mbona ukwenda kwa kazi yangu kwenda kunifanyia kazi kule kule ambako nimeajiriwa. Kwa hivyo ni vizuri sana Wakenya tujue kazi za the 6 ballots. Tafadhali, katiba waliotengeneza katiba wako wajinga. Hizo kazi kwa kweli zinakaa zinafanana, lakini kwa utofauti uko. Manake kuna national government na kuna county government. Kwa hivyo ni vizuri sana Wakenya kwanza tujue, ndio tuweze pia hata nyinyi Wakenya, sisi Wakenya ambao tunapiga kura ama Wakenya ambao wanatupigia kura, kwanza wawajibike kwa kujua kazi ambazo hizo ballot 6 ni za kazi gani. Shukran sana. Bwana Otieno, nije kwako kama mwaniaji wa ubunge eneo la Mumias West ni magharibi, uweze kunieleza iwapo una uhakika kwa sasa kwamba Wakenya wanauelewa wa jinsi ambavyo baadhi ya viongozi wale ambao ni wakilishi wa wadi, wabunge, maseneta na magavana, their roles ama majukumu yao, na wakati ambapo wewe unawania sehemu hiyo, unaelewa majukumu yako kama mbunge ambaye ni mtarajiwa wa eneo la Mumias Magharibi? Ndio, naelewa vizuri kabisa kwa kiwango fulani. Na pia kila siku watu tunajifunza. Ndio. Huwezi sema kwamba unajua kila kitu. Naangalia makosa mwenzako, naangalia pale kwingine, unaona hapo kumbe alimes kidogo, nitarekebisha hivi na hivi. Ndio. Na nieleze iwapo Wakenya wanauelewa wa majukumu ambayo viongozi kadha wa kadha katika taifa wanayabeba. Kwa kulingana na wewe? Kulingana na mimi, Wakenya sasa hizo wamekuwa werevu. Wajinga walivyokuwa wajinga wa zamani. Ndio. Shukran sana. Nije kwako kiongozi ama ile ambaye ni mheshimiwa. Wakati ambapo tunaelekea kwenye kampeni, ndio ambapo tunaweza kuona miradi mingi inaanzishwa. Case in point tutumie Olkalau. Wakati ambapo uchaguzi umeenda kufanyika ama unaelekea kufanyika, tumeweza kuona so many projects. Miradi mingi inaelekezwa katika eneo hilo. Ni kwa nini watu ama viongozi wanaona kana kwamba wakati huu ndo mbadala zaidi kupeleka miradi na si wakati mwingine? Maana iwapo labda unahitaji kupigiwa kura, labda uanze tu kwa wakati ambapo uliweza kupigiwa kura kuelekea mbele hadi miaka 5. Jambo la kwanza niliposema as politicians we are a creation of the electorate. Utapata mara nyingi hata ambao kwa mfano kama kwangu kwenye wodi, wengi ambao wanyaotisha kiti sasa hivi ndio wameanza kujitokeza na wanafanya vitu. Ndio waweze kufanya nini? Kuchaguliwa. Haya, na utakuja upate sana kuna ule ambaye amekuwa amekalia kile kiti sasa, naye sasa hivi ndio anaendelea kufanya vitu ndio aweze kuchaguliwa tena. Kwa hivyo unapata kuna mfano ambao umekuwa umewekwa kwa miaka mingi sana. Maana yake atasema huyu alikuja katutengenezea hii borehole, kaja katutengenezea ile barabara, kaja katutengenezea ile shule. Kwa hivyo huyu ndio tutamchagua. Tutatoa huyu mwenye ambaye alikuwa. Kwa hivyo sasa hata huyu ambaye atachaguliwa akishakalia kile kiti atajua basi mwaka mzuri wa kuja kufanya nini? Kufanya maendeleo ni kungoja pale mwishoni. Manake hapo ndio sasa Wakenya wataweza kukumbuka huyu kwa kweli ameweza kutufanyia. Mara nyingi utapata wengine watasema Wakenya tuna kumbukumbu ambayo ni hatukumbuki sana. We have a short memory. Hata utaona mara nyingi wakisema tulisahau mbona tulimpigia huyu na tulisahau alikuanga hivi na hivi. Sasa hivi ndio tumeanza kuona matunda yake ama matokeo yake, na si eti hatukuwa tunajua, tulikuwa tunajua. Kwa hivyo mara nyingi unapata wanasema wacha tuende
tukafanya maendeleo mwaka ambao tunahitaji kura zao. Kwa hivyo na hivyo ndio utapata mara nyingi kama mfano kule Olkalau posti za stima zilipelekwa kule na kusema kwa kweli hata ukiangalia huo mradi wa kuweka hiyo stima haungeweza kutimia kufanyika kwa huo muda wa kupiga kura. Barabara kwa kweli hata usisema barabara ya kilomita sijui ngapi inaweza tengenezwa kwa huo muda mchache ambao ulikuwa unahitajika kupiga kura. Kwa hivyo inamaanisha kwa kweli kama viongozi wakati mwingine tunataka kubeba wapiga kura wapumbavu na wajinga na si jambo njema, lakini ni vizuri sana kwa vile Olkalau walionyeshana kwa kweli hatukatai maendeleo kayalete, lakini usije kutuambia maendeleo haya ndo nalete maana yake unahitaji kura zetu. Na hapo ndo tunasema kwa kweli wa Kenya na kule Olkalau wameweza kuonyeshana njia mwafaka ambayo ni haki yetu kupewa maendeleo. Jambo la kwanza ni haki ya kila Mkenya kupewa maendeleo. Si ahadi za kisiasa. Si ahadi za kisiasa. Maanake mtu ambaye kwa kusoma kweli kama ni rais ya CCMC ambao tumechaguliwa ni haki ya waliotupigia kura kufanya kazi ambayo tumepewa kikatiba kutendea haki waliotupigia kura. Na ni vyema sana pia wapiga kura waweze kuelewa kufanyiwa kazi na mwanasiasa si favor. Si favor tafadhali. Si favor. So mtu akikuja kukuambia tafadhali lazima mniabudu ndio niwafanyie kazi. Mara nyingi nauliza watu sijaona mheshimiwa hata mmoja akaenda kauza mtoto wake akakuja kutufanyia maendeleo. Mshahara ambao naolipwa, hata mshahara mimi ambao nalipwa ni ushuru. Ni ushuru wa mwenye nchi. Kwa hivyo ni haki yangu kufanya ile kazi manake nimelipwa jamani. Nimelipwa. Kwa hivyo ni vizuri sana hata sisi wanasiasa tukija pale mtu akikwambia nataka mnipigie kura ndio niendelee kuwafanyia kazi ama nataka hii pande amnipigiangi kura ndio sababu sifanyangi kazi, tafadhali kama wewe ni mwananchi na umepiga kura tafadhali simama mwambie hiyo kazi ambayo unafaa kufanya si kimapendeleo venye unavyojitaka. Ni haki yetu. Tafadhali tufanyie kazi. Kama utaki kutufanyia kazi ondoka, nenda. Na pia akikuja na pesa tafadhali naambia watu wengi tafadhali chukueni zile hela. Chukueni zile hela. Hazijandikwa mahali na pesa za siasa si ufisadi labda. Wakilete pesa jamani usikatae, wameleta hela chukua jamani. Chukua zile hela. Hazijandikwa hapo mahali tunafaa kurudisha. Hazijandikwa jina. Atulipoa na mheshimiwa fulani hapana. Chukua zile hela lakini tafadhali uliza haki yako kama mwananchi. Shukrani sana mheshimiwa. Kabla nije kwako Othieno, niruhusu tuvuke tufululize moja kwa moja hadi katika kaunti ya Taita Taveta tuweze kupatana naye mwandishi wetu Julius Amariki. Julius, wapo unanipata, tueleze wananchi wa eneo hilo wanazungumza nini kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Julius. Namshukrani sana Chichi Josephine kutoka studioni. Leo hii nimeweza kuungana na baadhi ya wachungaji kwenye kaunti ya Taita Taveta kuuliza kuhusiana na swala hili zima la utendakazi wa viongozi na hali ikoje. Je, wakaazi ama Wakenya kwa jumla wanapaswa kuchagua viongozi kwa misingi gani? Tupate kusikia baadhi ya kauli za viongozi hawa. Kwa majina na Pastor Miles, niko hapa Voi Town, City of Grace Church. Kwa kweli watu wanaotoa sera zao wakati wa kampeni na kuweza kupigiwa kura, inapaswa watu wafanye kazi ile ambayo walitumwa, lakini wengi hawaendi kufanya. Sasa vile umeuliza swali hilo, umeuliza kwamba je, itakuwa ni kwa maarufu gani ambao nataka mtu achaguliwe. Usichague mtu kwa ajili ya shida ni kwamba ukichagua mtu watu wanataka kwenda kwa mrengo fulani ama party fulani. Shida ni kwamba mtu yule kama ambaye yuko pale na amekosa kuwa na umakini wa kile ambacho alichosema kama sera zake akakosa kuzifanya, anaangusha ule mrengo ambao anasimamia. Kwa hivyo ni mtu achukuliwe kulingana na kile ambacho amefanya mashinani tangia amekuwa mwanasiasa. Na mwanasiasa haamki kwa kuwa leo tu kwamba ni wakati wa siasa. Ni mtu amejulikana kutoka mashinani, amekuwa akikua vipi, ni mtu wa kusaidia watu, ni mtu wa kufanya miradi na kadhalika na kadhalika. Jinsi ya kujiuza ni mpaka ufanye kitu ili watu waone kabisa kweli wewe ni mtendakazi. Na anapokuwa unachukuliwa kama hivyo, uende ukatende kazi. Wako watu ambao kweli wamefanya shughuli zile ambazo walitoa kama sera zao na
wanaweza kusimama, lakini wengi sijui ni kitu gani hufanyika, huenda wakaanguka wakakosa hata kujimudu katika ile kazi. Okay, kwa majina yangu naitwa Bishop Dennis Sindano, mchungaji na mwangalizi wa makanisa ya Faith Victory Center Church International. Niko hapa mjini Voi. Kwa masuala ya kitaifa, mimi kama kiongozi siongei kama leader wa Taita Taveta tu, ama naongea kama mkaaji na mzaliwa wa Taita Taveta. Na nikiangalia kama katika nchi yetu ya Kenya, viongozi vile walivyochaguliwa, walichaguliwa katika hali nzuri, na kuna kitu ambacho naweza kueleza. Mwanasiasa anapokuwa nje huwa hajui ni zimwi gani liko ndani. Kwa hivyo huwa anaongea mambo mengi, sera nyingi anaziongea kwamba anaenda kuzifanya, lakini akiingia ndani kuna mambo ya state ambayo anakuta yamepangwa, kuna vitu ambavyo vimewekwa ambao lazima afuate, na hivyo ndio hukata hawa wanasiasa makali. Na wanakuta pengine walikuwa nadhani kwamba yule ako ndani ako na pesa, wakiingia wanakuta hakuna pesa zozote. So hiyo ni kitu ambao kimekuwa challenge sana kwa viongozi wetu wakuu wa kiserikali na hata katika county. Katika uongozi wa kitaifa kwa sasa, nashukuru Mungu kwa sababu ya kitu kimoja, mgala muue na haki yake mpe. Kitu kimoja, the whole of the country, nchi yote ya Kenya imepokea maendeleo ambao haijawahi. Mimi nimepiga kura kuanzia wakati wa Moi. Mimi ni mzee, mimi si kijana. Kwa hiyo wakati wa Moi, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru, na sasa nikapiga wakati wa nini? Wa Ruto. Wakati huu ndio tunaona, hata naona kwamba kuna maeneo yameguswa. Na pengine katika hilo ulivyozungumza, unahisi kwamba Wakenya wanapaswa kuchagua viongozi kwa misingi gani? Pengine kwa rekodi ya kiongozi aliyofanya, umaarufu, kabila, ama kwa njia ipi? Rekodi ya kile mtu amefanya, si umaarufu na ukabila. Kitu cha kwanza, miaka ya ukabila na ujinga iliisha. Sisi sasa hii tunaangalia kitu kimoja, mtu ana uwezo wa kutekeleza na kutuunganisha pamoja. Maana lazima awe ni mtu ambaye ako na rekodi nzuri. Si mkabila, kitu cha kwanza. Cha pili, si mtu ambaye analalia mambo yake aliyosema, lakini anaangalia hali ya nchi vile ilivyo na anataka kuinua nchi. Kwa hivyo rekodi ni kitu cha muhimu sana. Si kwa sababu tu ya kuangalia kwamba huyu mtu ni ukoo wetu, huyu mtu ni jamii yetu, huyu mtu kwamba amekuwa. Kuna watu wanaongea maneno mazito, alafu wana insight watu kinyume. Kama kwa mfano kuna ndugu wetu mwingine ameongea mambo mabaya kuhusu tourism in Kenya. Tukiangalia tourism, bro, let me tell you my son, one thing, tourism in Kenya ni uti wa mgongo kama vile ukulima. Kwa hivyo kitu kama mtu akisema kwamba tourists wasiingie Kenya, huyo mtu ni adui wa Kenya. Na ni kwamba anatafuta umaarufu wa kabila. Na leo tukiangalia hiyo kabila mtu anayoongelesha ni kabila ni Mkenya. Na ndizo baadhi ya kauli zao Chichi Josephine. Sasa naregesha usukani kwako studioni kuendelea kupata maoni zaidi kutoka kwa Wakenya wengine kutoka sehemu mbalimbali za taifa. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni. Namshukuru sana Julius Mariki kwa kuweza kuzungumza na wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Nami narejea hapa studioni niweze kuendeleza mjadala. Nitarejea na wewe Othieno. Kuna yule ambaye mmoja wa makasisi pale ambaye amezungumzia na akasema kwamba wale viongozi ambao wako nje bado hawajaweza kujua kipi ama zimwi lipi ambalo liko ndani wakati wanaingia kwenye siasa na sasa wameweza kuchaguliwa. Wewe kama kiongozi ambaye anawania nafasi ya ubunge Mumias West, uko tayari kuweza kufika pale na kuliona zimwi ambalo liko hapo? Maana wanasema kwamba utazungumza mengi lakini kufika pale mambo ni tofauti. Kwa hakika tutajaribu. Na una uhakika? Liko toka mimi huwa tunatumia checklist. Ndio. So tutaenda kwa wananchi tuambie kwamba ni wakati wa mabadiliko. Nahitaji mabadiliko kwenye sub county yetu ya Mumias West. Aliyokuweka ameserve amefanya pande yake, sasa imefika upande wetu. Na kulingana na chama chetu cha Roots Party of Kenya, huwa tunaahidi na kutenda, si maneno matupu tu. Na tunapewa pia mwelekezo, especially the party leader, tupatia mwelekezo kwamba hapa panahitajika hivi na hivi na hivi. Alivyosema kasisi ni kweli. Ndio. Mengi tumeahidiwa na wanasiasa, ni machache ambao wanatimiza. Unakuja kuyatimiza wakati ambao usiofaa. Jinsi tulivyoona kule Olkalau. Lakini naamini kwamba kule Mumias West mambo yako shwari. Ndio.
ndio umeweza kusema kwamba party leader wako, lakini je, umeweza kuwahusisha Wakenya wa eneo lile kuweza kujua ni kipi ambacho wanahitaji zaidi na bado hawajapata? Ni kweli tumekuwa na mikutano sana, tumekuwa na misuri ya mkutano kule chini, kutoka one ward kwenda kwa nyingine, kwenda kwa nyingine. Ukiangalia in summary, kwa kweli ni kwamba umaskini ndio uliko juu sana kule chini. Na jinsi moja kupigana na umaskini ni pale pale nilikotoka. Tuwe na elimu ya kutosha, tusaidie shule zetu, tusaidie watoto wawe shuleni kila wakati, wasome. Ijapokuwa kumekuwa pia na changamoto kwenye shule zetu. Kuna kile tuanga rain paper. Unaweza kuwa kama mbunge, umefanya kazi yako, umempatia mwanafunzi maybe basari, kila kitu umemfanyia jinsi alivyotaka. Na mtoto akafukuzwa kwa sababu ya rain paper. Ambayo kwa kweli kama wenye wanasimamia shule inahitajika tuwe wanadamu kwa kiwango fulani, kuwasikiza pia wanakotoka watoto. Kulingana na kauli ambayo tuliokubaliana na watu wangu wa Mumias. Ndio. Kwanza walikuwa na msukumo na kutaka kujua ilikuwaje kwamba huyu mtu hakuwa anaona na sasa hivi anaona. Ilikuwaje kwamba haoni ameanza kuona na anaweza endesha ndege. Na sasa kama angekuwa ameweza tembea safari yote akiwa katika hali ngumu ya kutoona na sasa hivi anaweza ona kidogo, basi ndio ataweza kuwa kiongozi ambao tunamtarajia. Kulienda vipi, labda kwa ufupi sana, ukajipata labda hauna uwezo? Kwa sasa unaniona ndio, lakini kwa kiwango ndio. Au kulienda vipi kwa ufupi? Mimi nilizaliwa kama sioni. Na tukapata zile rejection kama wale watu wengine kwa jamii ambao wamezaliwa na disability. But kwa bahati nzuri kulikuwa na mchungaji mmoja, kasisi wa Catholic Church kule Mumias. Alinishika mkono akanipeleka kwa bishop. Bishop naye akanifikisha kwa Mama Ngina Kenyatta. Akanieleza ukifanya upasuaji unaweza ona. Ni kweli nikafanya pale Kikuyu na nikaanza kuona. Hapo ndivyo nikasema hapana, hii haitoshi. Jinsi gani nitakavyorudisha mkono kwa wale ambao walionisaidia? Ndipo wakaniambia kwamba sasa lazima ukue kiongozi wetu hapa Mumias West, ushike wenzako mkono, wale ambao kuna disability, wasinyanyaswe jinsi tulivyoona mlemavu mmoja kule Nakuru akichapa na askari kwa njia ambayo haistahili. Ndio. Na wakati ambapo labda umeweza kuona watu ambao wanaishi na ulemavu labda hawajaweza kuhusishwa imara vile ambavyo inafaa, wewe unaona wanafaa kufanywa vipi? Maendeleo yepi wanafaa kufungamanishwa nayo ili waweze kujiendeleza? Okay, ni sawa kabisa, kwa sababu wao pia ni wanadamu kama sisi, ama ni wanadamu kama wale wengine. Ingawaje wanabaguliwa sana. Ndio. Na hili ni jambo ambalo linatokana kutoka kwa jamaa ambao wanatoka. Na kutoka mimi anajua mimi ni mgonjwa. Kila kaza sema kwa ile boma kuna mgonjwa wa macho waone. Ilikuwa ni jambo ambalo inanidhuru sana kiafya, kiakili. Mpaka nashangaa mbona naitwa hivyo. But wanahitaji kwanza wapewe elimu ya kutosha. Kutoka kule shule ya chekechea, wakuje paka primary, wakuje high school, wakuje paka university. Ni wale ambao pia wanaweza wajitegemea wao wenyewe kwa maisha. Na wanapoenda hivyo, watakana washikwe na mkono. Mimi huwa nasema kwamba haingekuwa mamake Uhuru Kenyatta kunishika mkono, maybe ningekuwa pia mimi bega hapo Mumias na piga sahani hivi wanichangie. Lakini kwa bahati nzuri, kwa sababu ya ule kasisi kunishika kanipeleka kwa bishop kanirudisha kwa Mama Ngina. Mama Ngina akasema mimi nitakuhurumia nikupatie nafasi ya kufanya nini? Kuenda shule kusoma. Jinsi ndili hadithi yangu ikajulikana kwa watu. But kama si yeye ningekuwa katika mmoja wale ambao wangekuwa nafanya nini? Wanaomba kule Mumias. Ndio. Wakati ambapo pia tunazungumzia hayo masuala kwa ufupi sana, nieleze ni vipi ambavyo unaona kana kwamba serikali inafeli katika kuhakikisha kwamba watu wanaoishi na ulemavu wanahusishwa vile ambavyo inafaa? Serikali kwanza, kila serikali inapokuja inakuwa ina ahadi mingi sana. Navyokumbuka vizuri aliyoko saizi kama rais wetu Ruto. Ndio. Tulijua kwamba umaskini utakuwa umeisha, hautawahi dhulumiwa kwa hii dunia. But sasa dhuluma limekuwa nyingi sana. Kwa sababu mwenyewe alisema but hakutekeleza alichosema. Ndio. Naam, shukran sana. Na tunatumai kwamba utakapopata nafasi ya ubunge utafanya vile ambavyo umesema hapa. Kwenye runinga ya TV47. Nije kwako mheshimiwa, uweze kunieleza
vijana hasa, maana nyinyi wote naona ni vijana hapa, miaka haijaenda sana, lakini mnieleze vijana wana nafasi gani katika kuhakikisha kwamba wanawajibisha wale ambao ni viongozi kuweza kuhakikisha kwamba miradi na maendeleo yanakuja kwenye maeneo yao. Nitarejea kwako Otieno. Kwa kweli vijana tuna nafasi, lakini pia ni vizuri sana vijana pia sisi tuweze kuwajibika kwa kujua kazi ambazo kama sisi ambao tunataka kujitosa kwenye uwanja wa siasa, ama kama sisi ambao tuko hapo sasa kwenye uwanja wa siasa, ni vizuri pia tuweze kujua kazi ambazo tunazoziitisha. Kwa mara nyingi naona vijana wengi unapata kwa kweli ni mfumo wa Gen Z nini, wanataka kuja kujitosa kwenye uwanja, lakini huyu kijana jambo la kwanza ni ajui kazi ambayo anayoitisha kwenye wananchi. Na sawa wananchi wengine wanajua hizi kazi. Unaweza atakuona hapo kwa kijana anasema huyu kijana anataka tumwajiri, lakini hiyo kazi anataka tumwajiri hata yeye mwenyewe haielewi kazi ni kazi ipi ambayo anaitaka. Jambo la pili pia hata sisi vijana ambao tuko kule nje ambao tutaki kujitosa kwenye uwanja, lakini tuko pale kutazama wanasiasa na viongozi, tunashinda kusema one term, zero term, no term, forever term. Unapata wengine hata kwenye comment section mara nyingi naangalia naona kwa kweli kijana ni mdogo, lakini kwa kweli kona kura ilhali ajui kazi ambayo, kwa mfano kama mimi mwakilishi wodi, kazi yangu ni ipi. Kwa hivyo utapata mara nyingi kama vijana tukisema hata ni wakati wetu, ni vizuri tuwe ni wakati wetu tukijua ni kazi ipi ambayo tunafaa kuifanya. Tujielewe kwanza na tuelewe pia katiba yetu. Jambo lingine, vijana kwa kweli tuna nafasi pia kuchagua vijana wenzetu. Pia ni vizuri tuweze kuelewa kukua kijana tu haitamaanisha utachaguliwa manake wewe ni kijana. Manake kuna vitu ambavyo pia wapiga kura wanatazama sana kwenye mtazamo wetu kama vijana. Kwa ni kijana, lakini wewe ni kijana ambaye unaweza aminika. Wewe ni kijana ambaye unaweza tutetea. Utakule kijana. Manake hata ukiangalia mara nyingi kwenye hata kwenye mitandao utasikia kusema kweli tuweza kuchagua a young president, lakini hajaweza kutimiza ahadi. Tulidhania kukua hustler kama rafiki yangu anavyosema, kukua hustler ama kukua young president itaweza kutusaidia kimaisha. Kwa hivyo watu wengi wameweza kuona kwa kweli kuwa kijana ama kukua mzee haimaanishi kwamba ni lazima upewe kile cheo, lakini kuna mitazamo mingi watu wapiga kura wanatazama, na ni vizuri pia sisi kama vijana tuweze kujua kazi ambazo tunaweza kuitisha pale tukisimama mbele ya watu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hata ambao wanapiga kura tuweze kujua ni kazi ipi ambayo huyu kijana ambaye hata huyu mzee ni kazi ipi ambayo anayoitisha. Tujielewe sisi kama wapiga, sisi ndio nyinyi ndio maboss. Wapiga kura nataka ujue wewe ndio boss. Na boss ni lazima ajue akiajiri mtu anamwajiria kazi ipi. Ndio ikuwe rahisi hata pia kwenda kupiga kura pale. Itakuwa rahisi hata miaka 5 ikikuja kuisha, mkimpiga tena kura 2032 inakuwa rahisi kujua huyu nilimpigia, nilikuwa najua kazi yake. Uangalie kwa kweli kwa marking scheme, angalia kweli kazi nilimpigia kura aliweza kuitimiza au la. Na kidogo kuhusiana na kauli ya mpiga kura kutoka Taita Taveta kwamba viongozi walioko nje hawajui yale ambayo yanaendelea hapo ndani. Kauli yako kama kiongozi uliye ndani na ambaye umeweza kuchaguliwa. Ni kweli viongozi wengi wakichaguliwa wajuangi. Ya kwangu umejitosa kwenye uwanja na kwa bahati nzuri kwa neema ya Mungu unaweza kuchaguliwa. Na ukishafika pale ndio utapata ni rahisi kuongelea kule nje kuliko kuongelelea hapa ndani. Kuna kitu ambacho ule kasisi amesema, kuna systems ambazo unapata zishaekwa. Kuna system ambayo unapata kuna county ambazo ama kwenye serikali utapata hivi ndio vitu ambavyo vinafaa wamezoea kuzifanya. Lakini kwa kweli kikatiba si jinsi inafaa kuwa. Mara nyingi utapata hata utapata ndio tunasema kuna huo mvurutano. Utapata kwenye governor na MCAs wana huo mvurutano, utapata kule kwenye hata national government MPs pia nao wana mvurutano na rais. Manake wameweza kuangalia kuna vitu ambavyo sisi kikatiba imeturuhusu kufanya, lakini manake kuna ile inaitwa super power. Kama ni rais ana powers nyingi kuliko mbunge. Kwa hivyo unapata kama ni rais, mara nyingi utasikia watu wakisema mabunge wetu wamenunuliwa.
Wamenunua manake nini? Wamenunuliwa manake wanashinda wakitishiwa, ukikosa kufanya jinsi rais anataka basi na wewe kwenye mbunge yako watapata maendeleo. Jinsi hivyo tuko pia pale kwenye county. Unapata mara nyingi gavana kuna jinsi vitu ambavyo anataka kufanya, lakini hivi vitu ambavyo anataka kufanya si vitu ambavyo vinafaidi mwenye nchi. Vinamfaidi yeye kibinafsi na si mwenye nchi. So unapata mara nyingi MCA nao utapata gavana anasema ndio niweze kufanya kazi kwenye wodi yako lazima ukubali nifanye hiki ambacho mimi nataka, na najua kwa kweli akitafaidi wenye nchi lakini kinamfaidi yeye mwenyewe. Hapo ndio tunasema, kama mara nyingi nasema kama mwanasiasa, tafadhali hakikisha kama wewe mwenye piga kura ni haki yako, ni haki yako. Makasi moja amesema ameona kila mahali kumeweza kuwa na maendeleo na mambo mengi ambayo ameyataja. Hayo maendeleo ndio sababu kuna rais ameajiriwa kufanya hiyo kazi, si tafadhali. Atumwabudu. Ni kazi ambayo aliitisha yeye mwenyewe, akasema nipeni kazi nikaweze kuifanya. Kwa hivyo ni vizuri sana kama Wakenya tumefundishwa, hiyo iko sana kwenye akili zetu. Hata sisi mara nyingi ukienda mahali unasikia watu akisema unajua lazima tukue kwa serikali ndio tufanyiwe kazi. Umeona hata kwenye wanahabari mmeweza kukava hizo stories. Utaona hata gavana mzima akisema lazima tukue kwenye serikali ndio tufanyiwe kazi. Utaona mbunge mzima akisema lazima tukue kwa serikali ndio tupate maendeleo. Mara nyingi niko hapo jamani, tunatoa ushuru. Payslips zetu jamani, unapewa payslip hata mwenyewe unashangai payslip na nafaa kuifanyia nini? Kwa hivyo mwanasiasa akisimama pale akisema lazima tukue kwa serikali ndio tufanyiwe kazi, basi tafadhali tuacheni na ushuru zetu, tutajichukulia hizo ushuru tukajifanyie kazi. Kama ni hela zako basi weka nazo. Lakini ushuru wetu tuachie sisi tujifanyie kazi. Kwa hivyo ni vizuri sana Wakenya tuanze kutoa hiyo notion tumekuwa nayo kwa miaka mingi. Manake tukizidi kukua nayo hivyo inamaanisha bado tutazidi kukua nyuma. Na ndio mara nyingi unapata watu wakisema ugatuzi ulikuja, lakini hawajawahi ona faida za ugatuzi. Manake magavana washa perfect hiyo notion. MCA wenyu ndio mbaya, ama huku nyinyi amnipigiangi kura, ama huko ampigiangi chama chetu kura, ndio sababu ampatangi maendeleo. Lakini hali utapata hata kwenye hizo ward utapata mara nyingi wanachukua ushuru kule, kuna makampuni kule, county inaweza kuchukua, lakini hawaoni maendeleo ya ugatuzi. Kwa hivyo kama Wakenya, mimi jambo moja ningependa kusisitiza kama Mkenya, mwanasiasa yoyote anakuja kukuambia lazima ukue kwa serikali ndio upate maendeleo, huyo ni adui wako. Manake unatoa ushuru na ni haki yako kufanywa maendeleo. Shukrani mheshimiwa. Bwana Otieno, wewe utasema vipi kauli yako kuhusiana na vile ambavyo kasumba iliyoko ya kwamba wakati ambapo tunafanywa maendeleo ama Wakenya wanafanywa maendeleo ni kana kwamba wanafanywa favor? Na pia wewe pia utueleze kuhusiana na ujio wa ugatuzi kwa namna moja ama nyingine umezaa matunda? Ni begin with ugatuzi. Kwa njia moja ama nyingine unapoangalia ile miradi ambayo inafanyika kwenye county zetu, ingine ni kama like repetition ya hii serikali kuu na serikali ya county. Ingine kuna ile ya kujibizana, kuambia nitafanya mradi but nami napata nini faida ya hiyo mradi ambayo haistahili. Kama kiongozi, ongoza watu vizuri, wapatie mradi ambayo wanahitaji. Na kutoka mimi kule nyumbani, kuna barabara moja ambayo governor amejenga kama siji miaka 5 ama miaka 10. Leo hii ataleta trakta moja ilime kama inchi 5. Ile siku ingine alime inchi 5. Ile siku mweze jamani governor, utamaliza lini? Nasema msijali. Utakapofika kwenye uchaguzi nitakuwa nimemaliza. So naangalia sema okay, so uchaguzi nafanya tupatie barabara. Na yeye mwenyewe upita kwa hiyo barabara kufanya nini? Atafuta kura. So kwa kiwango fulani pia magavana na wale wakilishi wadi pia kuna mahali penye mmefeli pia. Mkiwa mnajibika njia ambayo inastahili, au mnapita kwa hizo barabara mkienda nyumbani, mkienda kuhudumia watu wengine kwenye vijiji, ni vizuri pia mna account the governor. Mnamwambia governor, tumepitia hapa lakini barabara haiko mzuri. Where I come from, the profession of aviation, anything to do maybe on the runway, when you raise an alarm today, we don't do it the following day. Be sure captains are going to strike and will be the people who are going to make losses. So sitarajii kwamba wananchi watafanya mgomo ama wataleta maandamano kwenye counties, bali vyema pia wakilishi wadi na magavana fanya nini?
wajaribu kuwapatia maendeleo ambao wanahitaji. So, kauli yako inaibua swali hapa, maana ni kwa mara nyingi tumeweza kuona wale ambao ni magavana kidogo hawaendani na wale ambao ni wawakilishi wadi. Kuna migogoro pale katikati yao. Utasema vipi kuhusiana na migogoro hii? Inadidimiza miradi ama unaona vipi? Maana unasema kwamba mwakilishi wadi anapopita pale aweze kwenda kumweleza gavana mahali fulani, lakini iwapo mahusiano yao hayako sawa, hauoni hilo labda linadidimiza miradi? Kwangu kiniuliza kama mwananchi anayetoka sehemu hiyo, ndio sitakubaliana nayo, kwa sababu sisi tu kuwachagua ili muwe na uhusiano, tunahitaji miradi. Na kama kuna miradi yote ambayo mimi admisi kwa sababu ya kutokuwa na urafiki mzuri na mwakilishi wadi, then tengeneza urafiki na wananchi na ukatoka huko. Sababu mwakilishi wadi kuna kura moja tu, ndio, but unahitaji zile kura zingine ambazo kwenye hiyo wadi. Ndio. Na pia kama kiongozi kijana, vijana wana nafasi gani ya kuweza kuwajibisha serikali, hasa zungumzia eneo lako na pia taifa kwa jumla? Vijana tuko na kazi. Ndio. Wakati wa zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba viongozi wa vijana ni kesho. Ndio. Sasa hivi tumeamua kwamba uongozi wetu lazima kuwe leo. Ijapokuwa ni kugumu kidogo, kuna hitaji resources, especially when you get into political world. You need somebody to hold your hand. I was talking to some few people around and I was asking them, as a young leader, how do you see becoming a leader without money? Sasa hivi tunavyoishi Kenya, lazima pesa itembee. Lazima uliona kule, hata kule ulikalao pesa itembea vizuri. Ngawaji na watu wamekuwa werevu. Ndio. Unapeana na wanakupatia mgongo na kuambia leta zingine tena. So like on my opinion, I would say that youth will have a responsibility. Unfortunately, the politicians who have been there for long, they take advantage of us. They take us for their own rides, take us for gunzim activity, so that we hurt each other. But at the end of the day, I'm sure they meet together and say, na wewe uko kwa huko namna gani, na wewe uko kwa huko namna gani, umenuka kama uko kwangu, which is not right. As a leader, as a youth leader, I will prefer that we at least we are able to serve our people from wherever they are. Give them the best. Yes. Na pia umeweza kusema kwamba kile ambacho tuliona ni kwamba unawapatia nao wanakuonyesha migongo. Je, inamaanisha kwamba ukomavu wa vijana kuelekea katika masuala ya siasa na vile ambavyo labda unapokea miradi pamoja na kupokea hongo, tuite hongo, wamekomaa kwa namna moja ama nyingine, kwa mtazamo wako kidogo tu? Kwangu wamekomaa. Na ukoma kwao pia kunaonyesha kwamba haistahili kuchagua kiongozi kwa sababu ya pesa. Tunachagua kiongozi kwa sababu ya sera, kulingana na history ambayo ameweka kwenye jamii. Tunakotoka tunajua watu wetu. Kuna wengine ambao walikuwa ni wezi, kuna wengine ambao kuna historia mbaya. Watu kwa sababu ya pesa wanajaribu kuingia kwenye serikali ama kuingia kwa uongozi ambao unatuletea shida sana. Mimi ninavyojua, popote penye hapana maendeleo, chances are high kwamba historia huyu mtu haikuwa nzuri na alitumia pesa kujiweka pale. Nitakupatia mfano kule rafiki yangu Ndindi Nyoro. Ndio. Wakati mimi huwa natembea huko, na sini na gari, naenda na gari ya public kwa mfano, sina gari langu. Natembea tukitoka hapa Nairobi tukienda kule Murang'a, tunapiga hadithi, tunauliza na huku kunaendanga namna gani? Mbona huyu amefaulu sana kushinda wale wabunge wengine? Unajua kwamba huyu mtu kumbe alijitolea akiwa mdogo kwamba anataka kuwahudumia wenzao. Kwa hivyo unachukua are you copying from Ndindi Nyoro kwamba wakati ambapo utapata ubunge utafanya kama kiongozi yule? Yeah, and especially my party leader has given me a challenge. Sometimes back, I used to ask myself, and the history that comes from my home area, they will call him Mwenda Wazimu. So I wanted to know, why is he called Mwenda Wazimu? So when I was just about to start now vying for this seat, nikajiuliza why or how do I go about it? Of course, I've been brought up by Mwangina Kenyatta. Obvious, maybe I could have gone for Jubilee Party as my preferred party. No, tunakaa na mama, tunaongea, naambia sasa mama umenishika mkono, siko naona, saizi naona, naweza endesha ndege, natembea huku juu kwa hewa kama wale wadosi na wale watu wengine. Ijapokuwa jamii ananiambia kwamba nirudi nyumbani niwaongoze. Sijui nianze vipi. Mama mwenyewe alifikiria, kafikiria.
Kaambia uko party gani? Kaambia niko Jubilee Party. Kaambia Jubilee Party kwenda kule Western kule Mumias na hakuna mtu yote ambaye atakushika mkono hali yako kutoona vizuri, itakuwa ngumu sana. Unamjua Wajakoya? Ule mleta mwendazimu. Nasema ni kama namsikia kwa umbali. Na mbona unitume kwake na si kijana, kwa sababu kijana ni mtu anaelewa siasa, amekuwa pale kwa miaka mingi, ana experience ya kutosha. Kaambia na hilo linaibua hisia za swali la, je, ushawishi wa chama unafanya wale ambao ni wapiga kura waweze kukupigia kura kando na kuweza kuangazia maendeleo ambao wanahitaji? You believe in your party. Miaka zamani kidogo. Sasa hivi ninavyoona mambo yanavyokwenda kwenye mtandao wapi huku na ukalao na kwingine, ni lazima tu wajibu. Mambo ya chama sijui na nini bure kabisa. Huko kwetu tulikuwa tumeamini kwamba ni ODM. Sasa hivi tukiamua mtu ODM anakuambia Raila alikufa na ODM. Sasa hivi nataka vitu mzuri kama Roots Party. Shukrani sana Bwana Otieno. Mheshimiwa, tuna dakika chache tu. Nitakupa dakika moja ya kuweza kunijibu swali la siasa za Kenya. Ama wale viongozi wanaangazia ama wanajikita zaidi kwenye masuala yanayowahusu watu, ama ni mambo ambayo na pia sera, ama ni mambo ambayo tu ya kuweza kuwajilimbikizia sifa wakati ambapo tunaendelea kwenye uchaguzi wa mwaka 2027? Ni jambo la muhimu sana Chichi wa Kenya waweze kuangalia ni mwanasiasa yupi ama kiongozi yupi ambaye anakuja kuitisha kazi ama wataka kuajiriwa. Sera zake ni zipi? Jambo la kwanza. Jambo la pili ni vyema wazingatie huyu mtu ambaye tunayemchagua ni mtu ambaye ana utu. Utu nikimaanisha ni mtu ambaye ataweza kuongelelea sera za wananchi, si zake kibinafsi. Maanake mara nyingi utapata kuna viongozi ambao watapewa hela wanyamaze, ndio waweze kufanya jambo ambalo litamfaidi kama ni raisi ama litaweza kumfaidi gavana. Ni vizuri sana wananchi waangalie mtu ambaye ni mtetezi. Mtetezi wa haki za Wakenya. Kwa watajiri, wanyonge wote, haki ni vyema zote zizingatiwe. Kama huyu mtu ambaye na mara nyingi utapata hata sasa hivi tunavyoendelea siasa ambao tunaelekea pale mwaka wa siasa, kuna viongozi wengi utaona kweli uko jamani, kwa kweli nafaa kukupigia kura kama tuseme kama ni women rep ama kama ni senator, lakini nikikuzingatia nikiangalia kama mimi hata mwenye siasa, naona kwa kweli wewe si utafuti kazi kuwafanyia wananchi kazi. Wewe unajitafutia wewe mwenyewe kibinafsi. Wewe unataka tu mshahara wako na benefits ambazo zinakuja kwa kukuwa mwanasiasa. Kwa hivyo ni vizuri sana Wakenya waweze kuzingatia viongozi ambao wanakuja. Kama huyo kiongozi kwa miaka 5 haujawahi sikia hata siku hata moja ameweza kukutetea kwa haki zako, ukasikia kwa kweli huyu ni kiongozi ambaye amejitolea mwanga kuhakikisha sauti za watu wake zimesikika, basi jua kwa kweli huyo si kiongozi ambaye unamtarajia siku hata moja aweze kukuongoza ama kulete uongozi kwenye eneo lako. Kwa hivyo Wakenya waelewe wao ndio maboss. Hao ndio maboss, na boss lazima aanze kufanya ukanganuzi vizuri pale watu ambapo wanakuja kuzingatia siasa. Na pia jinsi wao wanasema kusema siasa za ukabila, ukalao na kuhusu party na hivyo vitu kama hivyo, kwa kweli siasa zetu za Wakenya bado na ni kila mahali, si Kenya tu peke yake. Kuna siasa za party, na siasa za party ukizingatia mara nyingi, mimi nimechaguliwa kama independent, lakini ambapo tunapoelekea sasa mwaka ujao, ni vizuri sana tuweze kujua kwamba ni siasa za party hatuwezi tukazikimbia. Hizo hatuwezi, hatuko ready kuzikimbia kama Wakenya. Kwa hivyo hata vijana wanapokuja ni vyema wazingatie eneo waliomo. Kwa kweli inawezekana kuvai na party nyingine tofauti, au unaweza simama pia independent. Na pia swali la wale ambao ni viongozi ama wale ambao wanawania nyadhifa tofauti wanasema kwamba ni ugumu, ama Wakenya pia wanasema ni vigumu sana kwa kiongozi yeyote kuweza kupata wadhifa fulani iwapo hauna pesa. Yule ambaye ni Otieno aliweza kuzungumzia hilo. Hivyo basi wanasema iwapo utatumia hizi fedha wakati ambapo umeingia kwenye wadhifa huo, basi unahakikisha kwamba sasa miradi na maendeleo hakuna, ni kujirudishia zile pesa ambazo uliweza kupoteza wakati wa kampeni. Utasema vipi? Kuna ukweli pale?
Kwa kweli siasa za Kenya zina gharama ya juu sana, tena sana. Na jambo la pili pia ni vizuri tuzingatie kwamba kuna hizi hela za serikali pia si rahisi sana kuzila jinsi watu wanafikiri anga. Si rahisi vile. Na ni vizuri pia kuweza kujua kwa mfano kama ni mbunge, unafaa kujua mbunge amepewa shilingi ngapi kwa CDF kila mwaka. Uangalie ni miradi ipi amefanya kila mwaka. Kwa gavana hivyo kwenye pia president, ni vizuri sana wa Kenya waweze, lazima sasa wa Kenya tufike ile mahali sasa ni kama homework. Maana usitegemee ukifika kule shuleni utachukua homework ya ule mwingine uweze kukopi na utegemee siku ya mtihani utaweza kupita. Haitawezekana. Kwa hivyo ni vizuri sana waweze kuzingatia, je, ambao tuliowachagua. Maana kuna eneo ambazo tunaweza kuona mashule yamejengwa, kama mbunge wangu kuna mambo sana ameweza kuyafanya kule Matungulu. Lakini ni vizuri sana tuweze kujua kwa ambao wanaosema viongozi wao hawajawafanyia kazi. Je, mnaweza tuonyesha kazi ni ipi ameweza kuifanya, ni ipi ambayo hajaweza kuifanya, ndio tuweze kujua. Ukisema alipewa, na ziko kwenye website. Wakenya ziko kwenye website. Tafadhali, kuna mtu alisema ukitaka kumnyima Mkenya, ukitaka kuficha pesa, kuweka kwenye vitabu, weka mahali kuna hawataweza kuangalia. Lakini ni vizuri sana Wakenya tujitose pale, tuweze kujua, ndio tusikue tunaharibia tuseme wanasiasa wote ni wabaya. Kuna wanasiasa kwa kweli hata wamekuwa kutoka 1990s, wengine wamechaguliwa wakiwa makansala hadi wa leo wako pale wanashindwa wakichaguliwa. Manake watu wao wanajua ni kazi ipi waliomchagulia, na kwa kweli wako na ile marking scheme ya kuonyeshana kwa kweli huyu mtu amekuwa akifanya kazi yake. Kwa hivyo inaweza kuwa 50. Kuna wanaweza kuwa naiba, sijui, mimi sijajua mmoja. Mimi viongozi wangu wote wenye nimekuwa nikiwafuata kwa makini, kwa kweli nimeona kazi zao ambazo wamezifanya. Shukran sana mheshimiwa. Otieno, dakika yako moja uweze kutupa kauli yako wakati ambapo tunazungumzia masuala ya siasa na maendeleo. Wow. Myself, I'm ready to serve Mumias West constituency with all my heart. But at the end of the day, in politics and also in the community, as we serve them, we need money. And the only option that we have is to make money. Kwa hivyo una pesa, uko tayari? Not me, but our party tells us that if you have the hemp, you mnaita bangi, pesa tunazo. Kwa sasa hivi kila mtu analia mambo ya payslip, analia siji kuna uchumi imeenda juu, siji nini, but if you compare now the statistics of Canada and Kenya, they made about almost the whole budget of Kenya from selling hemp. So unapendekeza kwamba watu waweze kuuza hemp? Yes. Kwa nini? One, it has for industrial purposes. It is also used for medicinal purposes. Lakini imepigwa marufuku. No, you're talking of marijuana, you're talking of bang, you're talking of hemp. It is there with the supermarkets. Go check at Carrefour. Twende tuuze. Yes. We look at the product. You see, most people, especially who are rich, they take this thing so bad, but they're using it. You understand? It's like where we have come from. Hiyo ndo biashara tu utasema kwamba vijana wale ambao hawana kazi kwa sasa Otieno waweze kuanza kufanya ili wapate fedha. Wafanye kilimo, so long as you legalize it, they'll make it in life. But at the end of the day, we need money. Hata sisi tunavyoenda kwa uongozi, at least najaribu kuona kwamba watu wetu watafaidika namna gani. That's the role of go to school. So as a party, we believe that if we legalize the hemp, then be sure we will not be crying so much. We will not even need to borrow from elsewhere to come and do the housing in Kenya or funding the budget in Kenya. Things will be very good. Yes, I'm comfortably convinced by my party leader if we go that direction. Lakini wewe kumbuka ni rubani, unapata fedha zako kwa namna nyingine. Ziko, but sasa ni moja. Ziko. Lakini sasa tunaangalia pia kijumla ya ujamii. Jinsi hipi nitasaidia ndugu yangu. Mshahara wangu haumsaidii ndugu yangu. Mshahara wangu haisaidii ule mtu mwenye kijijini pale. Kumbuka mimi nilishikwa mkono. Na mimi nikishika wengine kuna makosa yapi? Nimetenda makosa. Kauli yako Otieno ni kauli yako na kauli ya party ambayo you belong. Shukran sana. Shukran za dhati wageni wangu kwa kuweza kuitikia wito wa TV47. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kumbuka tumefika tamati mwa awamu hiyo, awamu ya pili, awamu ya mazungumzo, ambapo tulikuwa tukijadili masuala kuhusiana na siasa za maendeleo. Ndani ya nyumba nimekuwa karibu na mimi hapa na Grace Bahati ama ukipenda Zora, ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Cheleni huko kaunti ya Machakos. Pia kwa umbali kidogo ninaye Daniel
Otieno Odongo ambaye ni mtaalam wa masuala ya uongozi na pia ni mwaniaji ubunge katika eneo la Mumias West. Hivyo basi tumeweza kudadavua kwa ufupi na kwa marefu kidogo kuhusiana na siasa za maendeleo. Nimekuwa wako Chichi Josephine Kariuki, na wakati utakapokuwa ukitegea TV47 kumbuka kwamba kila mtu ana haki ya kuweza kupata maendeleo kutoka kwa kiongozi yeyote aliweza kumpigia kura. Hivyo basi si kwamba anakufanyia ile ambayo kwa kimombo tunasema ni favor, lakini ni haki ya kila Mkenya kuweza kupata maendeleo kutoka kwa kiongozi yoyote ambaye aliweza kupigiwa kura. Hivyo basi ukuwe na usiku ama mchana mwema kunradhi, na utegee taarifa za mida ya baadaye ambapo ni saa 7 kamili. Kwaheri kwa sasa.